Yesu tunasema asante kwa muda huu Bwana. Asante kwa kupatia nafasi ya kuwepo ibadani. Tunawaficha ndani ya damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunajua kwamba watoto hawa hata leo Bwana tumejifunza neno kwamba tusipoongoka na kuwa kama watoto wadogo hatutaingia kamwe katika ufalme wa Mungu. Bwana naombea mioyo hii kwamba Bwana mioyo hii kaendelee kukujua wewe na Bwana waendelee kukua katika kimo wakikupendeza wewe na wanadamu. Tunasimama kufuta kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Tunafuta neno lolote juu ya watoto wetu walioko shuleni na walioko mahali hapa, vikao vya siri ambavyo vimefanyika kwa ajili ya watoto hawa. Bwana wamekaa vikao wakazungumza maneno mabaya, tunayafuta yale maneno na tunatamka baraka kwamba watoto wetu watalindwa na Bwana, na umesema watoto wetu watafundishwa na Bwana, ukawafundishe na kuwasaidia. Bwana tazama hili ni taifa ambalo litabadilisha kizazi kingine baadaye. Watoto hawa wakakujue wewe. Asante kwa sababu hapa kuna mawaziri, hapa kuna madaktari, hapa kuna walimu, hapa kuna maprofesa. Bwana tunawaficha katika wingu lako na watakuwa wakitangaza jina lako. Ninawaficha katika nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Baba nimeomba na kuamini. Amen. Kwa jina la Yesu, maana tunahitaji kwamba tuna mtu asiyekuwa baraka kwa mwingine. Kama huu nenda kwa watu wawili, watu watatu, ndio mkono kanisha kwa nyumbani kwa wakati kama huu. Amina, amina, amina. Yesu kwa kuelekea na shangwe. Yesu kwa kuelekea na shangwe.
unaona wana maswali magumu. Wengine kama wanatoa sadaka, lakini bado wana maswali, wanasema kwa nini Bwana hujanifanyia hiki? Naomba basi Mungu ukajibu yale maswali magumu mazito ambao Bwana wanao. Asante Bwana Yesu kwa wakati huu. Na Baba, tukuone wewe katika eneo hili, katika ibada ya matoleo. Baba, tukuone wewe. Asante katika jina la Yesu. Amen. Oh,
kama mimi binafsi mtumishi wa Mungu na mke wangu hatuwezi kujuta kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kujuta. Nakumbuka mara ya kwanza Mungu tupatia gari, tulikuwa tumeagiza kujanunua gari huku Tanzania, tumeagiza nje mara ya kwanza. Baada tu ya kupata kupeleka madhabahuni mahali ambapo tulikuwa tunaabudu. Mwaka jana mwezi wa 11 tukaanza kumwamini Mungu kwa ajili ya gari la huduma, kwa sababu gari letu limechoka sana. Huu ni mwaka kama wa 9 wa 10 hivi tunatumia ile gari. Sasa tukaanza kuchukua imani ya kumwamini Mungu. Mwezi wa 12 tukapata hela kidogo, lakini haitoshi. Mwezi wa 12 uliopita sasa tukaanza kumwomba Mungu. Sasa kushika tuna mahitaji mengi. Lazima kwamba tunashika hela mara nyingine tunajaribiwa kutumia, lakini tukaendelea kumwamini Mungu. Mwaka huu mwezi wa 9 tukachukua hatua imani. Tunapata tu hela ya kununulia gari, sio ya kulipa mambo ya ushuru. Tukasema hizi hela tutachukua hatua ya imani kununua gari. Hatukuwa na hela nyingine. Kabla kwamba tukalipa kule Japan gari, tukaanza sasa kumwamini Mungu. Tunasema hata nikifika bandarini hatuna hela ya kulipia ushuru, lakini nikae mpaka Mungu atakapofungua mlango wa kutoa pesa kwa ajili ya kulipa ushuru. Lakini cha kushangaza, tumechukua tu imani hiyo ya kutoa imani ya kulipia kila kitu kule, tukaanza kumwamini Mungu, na gari ilipofika tu hela ya kulipa ushuru tayari tunayo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana. Sasa mwingine tumepata kama imetushtua sana. Sasa mimi nimeshtua. Ni hela nyingi. Sasa ikatokea vurugu bwana. Vurugu ile hapo kwa mwaka 29. Sasa meli ilikuwa karibu na bandari, yani kushusha sasa mzigo. Sasa ikatokea vurugu, meli zote zikazuiliwa ili isishushe mzigo wote. Sasa meli ambapo kwamba gari yangu ilikuwepo ilikuwa nyuma ya zingine. Sasa ikatokea jambo kubwa pale bandari. Sasa wakaanza kurudisha meli kupeleka wakashushe Mombasa. Sasa yule wakala ambao kama anatusaidia kuleta ile gari akatuambia endeleeni kuomba kwa sababu hali si hali. Sasa sijamueleza mke wangu kwamba ilikuwa ninaomba kwa sababu inashtua sana. Sasa nilikana na muamini tu Mungu, naomba Mungu ninaomba usimame. Baada ya kwa karibu sasa kuna Mombasa, meli zimerudi Mombasa sasa, karibu Mombasa sasa hali ikawa shwari, meli sasa zikapewa kwamba warudi tena kuja kushusha mzigo. Sasa zikatokea msururu mrefu sana sababu meli zimekuwa nyingi. Lakini kwa kufupisha tu ni kwamba tunamshukuru Mungu sana. Jana tumepokea gari letu, ndio lile liko pale nje, limesajiliwa kabisa na liko tayari kwa ajili ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana mchungaji, siku ile niliposema kwamba yale mambo yamekuwa mazito sana. Sababu nikamwambia kabisa kumwambia mchungaji naomba tuombe kwa sababu hali kuna gari letu tulinunua lakini iko njiani, na naamini kwamba mchungaji maombi yake Mungu amesikia, na ndio mambo leo hii tuna gari na ni gari la kazi. Gari la huduma. Kwa hiyo tunashukuru sana. Tunasema kwamba kabla ya kufanya chochote kile, asubuhi ya leo ndio tumesema kwamba tumetoa taarifa kwamba hapana, tusubiri Jumapili ijayo, tunatoa leo sadaka ya shukrani. Kwa hiyo ndio maana muungano wote kuja kutoa sadaka za shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi naungana na mchungaji, kweli tunamshukuru Mungu sana. Nisichukue muda, ameshazungumza mengi, lakini nakumbuka nilipokuwa Kenya usiku wa manane, Mungu aliniamsha sababu nimesikia sauti ndani, gari lenu linafika lakini mume wako hata kuwepo. Niliamka kuomba sana. Siku iliyofuata nikasema leo siendi huduma kabisa. Nikawa nimetafuta tu mahali, nikawa nimeenda porini kumlilia Mungu. Ninaomba kwamba ukitubariki utubariki na mume wangu.
sitaki kutembea peke yangu. Lakini siku nyingine ilifuata, aliniambia kwamba walipokuwa safarini ni Mungu tu aliwaepusha ajali. Lakini nakumbuka ile usiku sauti ya Mungu iliniamsha kwamba amka, omba. Nilishindwa kulala, nilianza kuomba saa 8 mpaka saa 12, lakini ule mzigo ulikuwa haujaondoka. Lakini kesho yake ndio akaniambia kweli Mungu ametuepusha na mauti. Na nikasema Mungu wetu anasikia maombi. Ninasema asante sana kwa maombi mchungaji, Mungu akubariki, na watumishi wa Mungu ambao wamesimama nasi. Na ndio maana nikasema hivi kwamba kama alivyosema tusitembee na hili gari, tuende leo tukatoe sadaka ya shukrani kumshukuru Mungu. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Na kuendelea kwa siku ya leo kwa kujalia mtoto anaitwa Kama. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu kwa ajili ya mtoto katika ujauzito wake. Nilipata changamoto ya kuumwa, wakati mwingine nashindwa kwenda kanisani, kwenda kazini. Yaani nilikuwa naomba ruhusa, naona hiyo, naona bora nichukue bodaboda niende kakalie tu pale. Lakini siku moja nilikuja hapa kanisani, nikasali, kufika nyumbani nasema nile nashindwa, kumbe ilikuwa ni uchungu. Lakini nikalala, nikafika Jumatatu yake nikaenda hospital. Kufika pale wakaniambia hakuna ugonjwa na sio uchungu. Lakini nikawaambia nitaondokaje niende nyumbani na haya maumivu. Wakaniambia basi ngoja tukupumzishe, naenda kule wodi ya wazazi. Nikaenda, ilikuwa siku ya Jumatatu, nikakaa Jumatatu, Jumanne hiyo usiku, nesi mmoja siku alikuwa ananitania, akaniambia usipofanya mazoezi utafanywa operation. Nikasema hapana. Ikabidi usiku mimi wenzangu wamelala, natoka nje nasomba maji kutoka kwenye bomba kuingia ndani chooni kule. Choo cha ili angalau nipate uchungu nifungue haraka. Lakini hapana. Ikafika Jumatano asubuhi, daktari alipopita nikamwambia daktari, naomba uniruhusu kwa sababu kujifungua sijifungui na maumivu ni makali. Akanipima akasema hapana, hatuwezi kukuruhusu, wewe utabaki kutoka hapa kwa sababu utajifungua kesho kufika saa 3 ambayo ni siku ya Alhamisi utakuwa umejifungua. Imefika muda wa saa 11 nikajua na watoto wengine wote ndio kujifungua, sijakaa masaa 3 hospital. Mbona huyu nimekaa siku 3? Kwa hiyo nikampigia mchungaji babaku, akaniombea. Alivyoniombea kwa kweli nilipata nguvu, nikajikuta badala ya kufanya mazoezi na uchungu umeisha, nikaenda kitandani nikalala. Nimelala, imefika saa 4 usiku naamshwa na uchungu, nikajifungua kwenye saa 8 dakika 23, hata ile kesho saa 3 yake ilifika. Kwa kumshukuru Mungu kwa matendo yake aliyonitendea. Kanisa naomba mnisindikize. Sana kwa sababu amenipa watoto. Na baada ya kunipa watoto nikasema nitachakula hapo hapa. Na wamenipa. Na bado mpaka sasa hivi nasema natoa shukrani, na nitatoa shukrani naenda kutoa kunyakulia na wamenileta hapa. Kanisa tunaomba tuwasindikize, praise team tunaomba kutupe. What is love?
fursa. Asanteni sana 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 kwa ajili ya kutoa sadaka yako, kwa ajili ya yale ambayo Mungu ametendea. Kubwa sana tunashukuru mimi jinsi ambavyo Mungu anatoa maelekezo na katika yale maelekezo. Asante sana mchungaji, Mungu akuamsha. Mambo yalikuwa mengi, lakini moyo wangu ulikuwa na huzuni sana. Kwa hiyo nilipigia simu kama msema yeye kwa maana naomba kwa ajili yenu. Kwa hiyo huo ujumbe kama nilikuwa nasema asubuhi, kwa wanatheology ndio wanathibitisha kwamba huyu mtu hakuwa pamoja, haimekueje apate kuwa pamoja. Kumbe kwa maana ya kwamba basi sikuwa na sahamu elevu, habari yangu bali ni ndefu. Maana yake maono nilionayo mimi, yaani sio vitu hapa kabisa. Na kusema kwamba kanisa hili la kimataifa ni kweli hivi, na si kwa maana kanisa la kimataifa, maana yake kwa maana ya kwamba kiroho kwa Mungu, kwa maana ya kwa vitu, kwa maana ya jengo la kimataifa, kwa maana ya mafanikio. Unaona, mafanikio kama ni magari, kama ni kujenga, kama ni kuoa na kuolewa, sio vichochoroni kwenye mandelemeti. Hapana, kwamba tufanye vitu ambavyo vinamtukuza Mungu. Mimi hiyo ndio kinachonisumbua. Kwa hiyo nasema kwamba asante sana kwa Mungu kwa barikini kwa ajili ya gari. Na mimi ndio kama ninatamani kujenga kama ama yoyote magari ya mabike tu, magari ya kifahari, Sio kwa ajili ya mtu mwingine. Lakini mimi namwamini Mungu. Kama tumenyoka hivi, kwani Mungu atuwekeweke kifeki? Mimi simtaki Mungu kifeki, na haya maisha mimi siyahitaji. Lakini yatasababika haya maisha kifeki niwe nayo kama mtakuwa na kona katika masuala ya roho. Kwa hiyo asanteni sana, Bwana awabariki. Lakini asanteni sana mwanangu Matayo, nimekuwa mtoto wa baraka na Mungu amewabariki kwa watoto. Asante sana mrembo Ana, Mungu amekuleta. Naona nanitazama sawa kama ni mtu mzoefu kwenye ile kanisa. Kuna watu yaani vitu vya ajabu sana. Asante sana. Mungu atawabariki sana. Kwa hiyo nawaombeni sana. Tujitahidi sana kwamba kuyanyosha mambo yetu. Mungu anasema Mungu atatuponya sana. Atatuponya. Jana nikaona bibi wangu kwenye WhatsApp akishika shahada, nikasema hii jamani, amevaa majoho za kuhitimu, kasema kwa kweli washirika wa Moses ndio hawa. Asante sana mwanangu mama Aaron, asante. Maana yake niseme kwamba ni kweli ni vilivyo. Bwana awabariki sana kwa jinsi ambavyo Mungu amekuwa akipigania na mmekuwa kama mmetambua nafasi yangu. Asante sana mratibu wa elimu kwa wilaya, kwamba umesema kwamba mchungaji unaombea na Mungu akakadhihirisha. Kwa hiyo bado ni mchanga, tunategemea kwamba tukubali, lakini bado nimejua kwamba nafasi ya madhabahu ziko wapi. Asante sana kwa jinsi ambavyo tumetambua hilo. Kwa hiyo nawaombeni kama kanisa, tafadhalini sana tumtambue huyu Mungu, na Mungu wetu huyu kwa kweli si Mungu tapeli. Bwana awabariki sana washirika sana. Tena zaidi sana kwa ile haya mambo ambayo tulikuwa tukiyafanya, na Bwana awabariki. Na kwa maana hiyo basi niweze kuomba kwa ajili yenu kwa wakati kama huu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru sana Baba, maana Mungu hakika hututapeli. Hakika Mungu wetu usemi uongo. Asante kwa sadaka ya hawa watoto. Baada ya kukulilia wewe Bwana, kulikuwa na watoto waliokuwa wamejificha matumboni mwao, lakini Bwana wakajifungua salama salimini. Baada ya kukulilia wewe, ukaondoa yale maroho yaliyokuwa yamekamata na ambaye yangesababisha fisu, maumivu, uharibifu. Ubarikiwe sana
jinsi ambavyo umeendelea kuwaponya. Umemponya mtumishi wako na mtu wako kwa ajili ya roho ya uharibifu na taarifa kwamba atakuwepo. Ataendelea kuwepo kwa jina la Yesu kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa ajili ya mama Ana kumbariki Mathayo na mke wake. Bwana ataendelea kumtunza huyu mtoto. Asante kwa ajili ya mratibu wa elimu katika Bwana kwenye chama cha walimu, jinsi ambavyo umemuokoa, lakini Bwana ukamtetea kwenye ujauzito. Na kwa maana hiyo natamka baraka juu yao kwamba Bwana wakabarikiwe na wakatunze. Baraka zikapate kuwa juu yao, wakatunze na kulindwa. Roho zote za ushambulizi isifanikiwe katika maisha yao, katika jina la Yesu. Asante sana Baba Yesu kwa baraka za mtoto Ana. Asante kwa jinsi ambavyo wewe ni Mungu unayebariki. Naomba mtoto Ana ukabarikiwe. Bwana anayebariki akakubariki, aliyekutunza ukiwa tumboni na hatimaye ukapata kuzaliwa, na hivi sasa umekuwa mshirika wa kanisani. Bwana akufunike na akuneemeshe. Kwa jina la Yesu ufanyike baraka kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya kanisa, lakini kwa ajili ya wazazi na taifa la Tanzania. Kwa jina la Yesu Bwana kuepusha roho za uharibifu katika maisha yako yote. Je, katika Yesu Baba tunaomba na kuamini kwamba utafanya hivyo kwa utukufu wako. Bwana akuponye na akuneemeshe na akakufanikishe. Katika jina la Yesu ufanyike hivyo. Ufanyike hivyo. Bwana akufunike na akuneemeshe, akakutunze. Uwe mtumishi wa Mungu kama jina lako lilivyo. Kwa jina la Yesu Baba nakushukuru sana. Hujatusalimisha Bwana, hujatuacha kufanya maombi yasiyo na majawabu. Hujatuweka kwenye lile kundi kama ambavyo nasema Bwana, ulisema ya kwamba si kila mtu asemaye Bwana Bwana. Wengi wanaosema hivyo, lakini Bwana wa rehema hujidhihirisha wala uonekane. Nakushukuru sana kwa kujidhihirisha na hujatuweka kwenye hilo kundi. Endelea kuiponya nyumba hii kwa jina la Yesu. Mama Abdullah endelea kumponya na mume wake, na aweka mikono mwako ni katika Yesu. Baba tunaomba na kushukuru. Asante kwa kuwatendea na kuwaneemesha. Katika Yesu Mwokozi na ulisa baraka siendelee kwa juu yao kwa utukufu wako, na wote waliokuja madhabahuni hapa kwa jina la Yesu. Bwana anayewabariki watu wake na anawabariki na watu hawa, asiwaache na ninyi awabariki, na wasio na watoto wakapata watoto, waliowasindikiza waliokuja kutafuta shukrani ya watoto, na walio na baraka za nyumba na magari waliosindikiza hawa na sadaka zao. Bwana natamka kwa mamlaka za kimbingu, Bwana awatendee, na roho yoyote kisirani ambayo ilikuwa ikikugandamiza na yaondoa hayo magandamizo kwa jina la Yesu. Bwana akupenyeshe katika mnyuguso ya moyo wako, katika ile ipendo ulionalo, ni katika Yesu. Baba, na kwa sadaka hii iendelee kunena kwa ajili ya maisha ya watu hawa, ni kwa Yesu Mwokozi Baba tunaomba na kushukuru. Amen.
Baba Mungu, tunashukuru, tunakurudishia heshima na utukufu. Asante Mungu kwa ajili ya ibada zote zilizoendelea za sifa na kuabudu na matoleo. Na sasa Mungu, tunaenda kukusikiliza. Tunakusia kwamba Mungu ufungua fikra zetu na mioyo yetu, ili Mungu tuweze kupokea kile ambacho Bwana ametuandalia. Ni katika jina la Yesu pia mtumishi wako na mkononi mwako hapa tena kukutumia sasa na kisa ambavyo umeandaa. Kwa Yesu Kristo Baba, nimekuomba na kukushukuru. Amen. Hebu tumshangilie Bwana Yesu kwa Bwana kubariki sana kwa kuwa kwenye ibada hii ya siku ya leo. Nakupa heko kubwa sana kwa kina cha moyo wangu kwa ajili ya kuwepo kwenye ibada kama hii. Na asanteni sana wana praise kwa ajili ya kutuwekea mazingira ya maana sana. Tutakuwa umekimbia, lakini bado tuendelea kuomba uvumilivu wako. Mwanzo 2:19 naomba mtu mmoja anisomee. Sana kwa wasomaji wangu kwa karibu hapa, ila kidogo nasikitika kwamba tunaongelea kidogo kama haitumiki, itakuwa na shida. Basi tufanye haya mazoezi sana, hata wakati wa kutambulisha fanyeni haya mazoezi ili mambo mengine yarahisike kwa wakati mwingine. Mpaka kilongelea kutoka kwa mchungaji sio busara, kwa hiyo fanyeni haya mazoezi kwa Mungu awabariki sana. Mwanzo 2:19 Biblia inasema, Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina aliloliita Adamu likawa ndilo jina lake. Asante sana. Rudia tena. Tarudia. Biblia inasema, Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni. Bwana Mungu akafanyiza toka ardhini kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Sasa angalia mwenzako, hapo ndio kwenye kibarua. Hapo ndio kwenye kibarua. Hapo ndio kwenye kibarua. Asante sana mwanangu. Akamletea nani? Adamu. Akamletea nani? Adamu. Ili Mungu aone atafanya nini? Atawahitaji. Temptation. Kazi kubwa. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Kila kiumbe hai jina aliloliita Adamu likawa ndilo jina lake. Likawa nini? Jina lake. Hebu inua mkono wako nikuombe. Sema, Bwana Yesu, naomba unisaidie. Niko duniani kwa kusudi mahususi, nitamke majina na iwe hivyo kwa jina la Yesu. Nitamke majina ya baraka juu yangu na iwe hivyo. Nitamke uzima, majina ya uzima kwa jina lako na iwe hivyo. Naomba unisaidie kwa jina la Yesu. Niondolee kila useseta na kutokujua na ufahamu. Naomba unipe ili niadibike ipasavyo kwa jina la Yesu.
Bwana na akakutendea hivyo. Bwana akutendea hivyo katika jina la Yesu. Bwana akutendea hivyo katika jina la Yesu. Bwana kaiondoe kila aina ya useseka. Bwana aiondoe kila aina ya ujinga, kila aina ya vifungo, kila aina ya giza. Maana kama wewe ni mtumishi wa Mungu, unapaswa kutamka vitu. Unapaswa kutamka vitu na vitu vikaumbike na vikapatikane. Na ndio maana ninaitamka kwenye madhabahu haya ya kwamba mimi si mtu wa kawaida, na ili serikali sio kanisa la kawaida. Ninyi ni watu wa kimataifa. Nasema katika jina la Yesu, ulimwengu wa roho na ukasikie, na kwa hivyo vizuizi vya mbalimbali katika ulimwengu wa roho ambao ni kwetu wafunga watu wa Mungu. Maana sisi ni watu wa pekee. Mungu ametupa majukumu, ametupa wajibu. Tatizo tumetambua, tumeelewa au tumejikalia tu hivi. Naam, nasema katika jina la Yesu, Bwana akupe kujitambua ili utambuke vitu, na vitu ndio kufunga vikahame na yakafunguka ukapokea yale ambayo ni makusudi ya Mungu. Mungu alipoumba kila mnyama na ndege za angani akapeleka kwa Adamu. Na unasikia ili Mungu aone atawahitaji, na Mungu anakusubiri. Tatizo ufahamu, Mungu anakusubiri vitu vingi. Mungu ameweka mbele zako: afya, elimu, watoto, ndoa, usichana, ujana. Mungu ameweka kila kitu, na Mungu anakuangalia, ameleta mbele zako aone ni kwa jinsi gani utaitumia hiyo fursa. Tumia fursa ulionayo katika jina la Yesu. Tatizo kubwa ni ufahamu, tatizo kubwa uelewa. Na ndio maana nilikuwa nikitembea kufundisha somo hili la ufahamu. Somo hili la ufahamu limekuwa changamoto kubwa sana, na tunakuta mabinti wapatao 10 kama mlivyo hivi sasa, 5 wenye busara, lakini 5 Biblia inasema ni wapumbavu. Sema ni wapumbavu. Shika kwa chochote. Sema kwa jina la Yesu. Kama wapumbavu. Kama wapumbavu wa kiroho. Kwa jina la Yesu. Kama wapumbavu wa kiroho. Baba, wapo fahamu watu wako hawa watambue. Wokovu imekuwa shida, na hata kukutumikia imekuwa shida. Ufahamu wa roho ni watu hawana. Tumetembea, Mungu wa rehema, na tumetembea na vichuguu vya kimwili, na tukabakia kwa vichuguu watu wenye shida na matatizo, wenye kusababisha makosa, maumivu, baadaye kusababisha wingu na upako wa Bwana waweze kutembea. Katika jina la Yesu, liponye kanisa lako Yehova ile. Ponya kanisa lako Bwana. Ponya kanisa lako. Leta ufahamu, maana watu hawa ni watu wa muhimu sana. Watu wenye kutambuka vitu vikajitokeze. Mungu wa rehema, tuna aina za wanyama, ndege, maana ya kwamba ni wanadamu tulionao hapa duniani, lakini sio hivyo tu, maeneo mbalimbali tu ambayo tunaishi, maofisini, kwenye biashara, lakini kwa sababu ya useseka wa kimwili umetupagawa, tukabakia katika maisha, imeleta shida, matatizo. Adamu mtumishi wako ulipompelekea uone atakapowaita, alipokatambuka bila kukosea. Haleluya! Adamu akatambuka majina bila kukosea, ikawa connection, muunganiko na Mungu. Lile ambalo liko kwenye moyo wa Mungu, Adamu akatambuka. Nawe ndivyo ilivyo, lakini ufahamu nayo, ufahamu wa Mungu nayo. Muombe Mungu akusaidie sana ili tuweze kufanya yale ambayo Mungu amekusudia katika maisha yetu. Ili utamke, maana yake ni nini? Utamke katika mapenzi ya Mungu. Utembee katika mapenzi ya Mungu. Lakini hayo hayatawezekana. Lazima tuwe na ufahamu. Ufahamu from God, ufahamu and spiritual, ili tuweze kufanya vitu ambavyo vitakuwa na mantiki mbele za Mungu. Wale mabinti utashangaa, ibada yao ikaharibiwa. 5 ibada ikafanikiwa, 5 ndio hivyo. Maana yake ni nini? Ufahamu wao ulikuwa nawaambia tuongoje mpaka baada ya wanaruhusu kuimbia. Ufahamu wao ulikuwa ni hivi, tupeleke ibada yetu hii kama kawaida,
kwa majirani, tuweze kuomba mafuta ya taa, ndipo tuje tuendelee na ibada. Vitu vya rohoni haviendi namna hii. Haviendi namna hii. Haviendi kwa mazoea. Unaona, watakapoingia tuende kwenye majirani, tukope alafu ndipo tuje tuendelee na ibada. Vitu vya rohoni, ndugu zangu, hakuna cha kusaidiwa na mwingine. Ni wewe ndio unapaswa kuwajibika, lakini kama unaofahamu itakuwa ni shida na tabu kubwa sana. Bwana akuponye ili uweze kuwa mtu wa ufahamu katika haya ambayo tunayasema. Naam, ni Adam wa siku za leo wa kanisa la TAG Longido Center, ili utamkie wanyama majina yawe namna hiyo. Bwana niko mbele zako asubuhi ya leo. Nahitaji msaada kutoka kwako. Mambo haya ni magumu sana, lakini kwa neema yako Baba nitayajua, Baba nitayaelewa katika jina la Yesu. Nitakutumikia katika ufahamu. Asante kunisaidia, asante kuniwezesha kwa jina la Yesu. Baba, wasaidie watu hawa. Amen. Hatutaimba kwaya inayokufa wala praise inayokufa wala idara ya vijana haitakuwa inakufa wala wakina mama wala nani, maana tumetambua tunachokifanya. Lakini kama tunatambua, ndio hapo kusukumana vitu kama vile tutaishi maisha ya ajabu, lakini hapo tulikuwa tumejitambua, tutafanya vitu vyenye mantiki mbele za Bwana. Bwana akubariki kwa ile ibada ya mchana wa leo. Amen. Amina. Nimeshamaliza. Bwana akuponye. Kama unaumwa, Bwana akuponye. Kama una shida yote ile, Bwana akuondolee kila shida na kila tatizo katika jina la Yesu. Amina.